Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania JWTZ limetoa taarifa za ghafla jioni hii kuhusu maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7, na si taarifa tu, ni onyo kali kwa wanaopanga vurugu mnamo tarehe 7, siku mbili zijazo. Jeshi la JWTZ nchini, bila kuegemea upande wowote, jioni hii limetishia hatua kali ya kisheria kwa watakaoleta uhuni au machafuko kuharibu amani ya nchi muda wowote sasa. Jeshi halitasita kuchukua hatua stahiki kwa watakaoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani. Na ujumbe wa mwisho wa JWTZ kwako Mtanzania utakushangaza zaidi. Bonyeza alama ya like kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele kabla ni kuonyeshe na nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Jeshi la Tanzania limeingilia kati mgogoro wa kisiasa nchini. Tukumbuke na mara ya mwisho jeshi kutumika wakati wa machafuko ya kiraia nchini, tume ya serikali ya kufanya uchunguzi wa matukio yaliyopita ya maandamano ilithibitisha baadaye kuwa watu 518 walipoteza maisha. Huo si ukweli wa kihistoria wa zamani sana. Hilo lilitokea chini ya miezi 9 iliyopita wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Na huo ndio muktadha usioepukika ambao Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa onyo rasmi kwa umma dhidi ya mtu yoyote anayeshiriki au kuchochea vurugu zinazohusiana na maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 Julai mwaka 2026. Taarifa hiyo ilitoka makao makuu ya JWTZ ikitolewa na mkurugenzi wa habari na uhusiano Luteni Kanali Sylvester Mangure. Ni taarifa rasmi, ina uzito wa taasisi hiyo na inakuja wakati ambapo mabango ya upinzani yanayotangaza maandamano ya tarehe 7 Julai tayari yamesambazwa mitaani kote nchini. Ujumbe wa jeshi ni wa moja kwa moja: mtu yoyote atakayeshiriki katika vurugu, uhuni au kitendo chochote kinachotishia usalama wa taifa la Tanzania atakabiliwa na hatua za kisheria. JWTZ inasema inatekeleza wajibu wake wa kikatiba na kisheria ya ulinzi wa taifa sura ya 192 na kwamba itaendelea kutekeleza majukumu hayo kwa kuzingatia kikamilifu sheria na taratibu zilizowekwa. Hata hivyo, kinachofanya taarifa hii kuwa tofauti na mawasiliano ya kawaida ya jeshi ni nani anayeitoa, wakati gani inatolewa na nini kilitangulia kabla yake. Jeshi la polisi tayari nchini limepiga marufuku mikutano ya kisiasa kufuatia agizo la Waziri Katambi. Chama cha ACT Wazalendo kinaelekea mahakamani kupinga marufuku hiyo. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC kimetishia kuishtaki serikali. Chadema nayo imekaidi marufuku hiyo waziwazi. Na sasa, kando na hayo yote, jeshi si polisi wala Wizara ya Mambo ya Ndani. Jeshi la JWTZ limetoa onyo lake huru mahususi kuhusu fujo, vurugu au machafuko ambayo huenda yakatokea tarehe 7. Mfuatano huo wa sauti za taasisi mbalimbali una uzito mkubwa zaidi kuliko taarifa moja tu. JWTZ pia imetangaza kuwa itashirikiana kwa karibu na vyombo vingine vya usalama vya serikali kukabiliana na matukio yoyote ya vurugu, machafuko ya kiraia au vitendo vinavyoweza kutishia utulivu wa taifa. Utaratibu huo wa ushirikiano, ambapo jeshi hufanya kazi bega kwa bega na polisi pamoja na vyombo vingine, ndio hasa mfumo uliotumika wakati wa maandamano ya Oktoba mwaka 2025, ambapo baadaye hatua hiyo ya pamoja ya kiusalama ilitangazwa na tume ya uchunguzi ya Samia Suluhu ya kwamba zaidi ya watu 500 waliaga dunia, idadi ambayo ilithibitishwa na tume ya serikali iliyochaguliwa na rais mwenyewe. Pia jeshi linawaomba wananchi kushiriki kikamilifu katika kulinda amani kwa kutoa taarifa kwa viongozi wa vijiji, maafisa wa kata na vyombo vya usalama kuhusu viashiria vya awali vya uchochezi au matukio yanayoweza kusababisha uvunjifu wa amani. Hapa wanachomaanisha ni kwamba jeshi la JWTZ halitaunga mkono vitendo vya uhalifu au machafuko au vurugu zitakazoweza kuharibu biashara za watu wakati wa maandamano au wakati wowote ule kando na maandamano. Mtazamaji, huo ni wito wa kuwataka raia kuwa watoa taarifa, yaani majirani, kuwafuatilia na kuwaripoti majirani zao, uliotolewa katika mazingira ya kisiasa ambayo tayari yamejaa madai ya ufuatiliaji wa siri.
ikiwemo madai ya John Heche ya hivi majuzi akidai kwamba magari ya polisi yalifuatilia msafara wake kutoka Urambo hadi Kigoma na baadaye pia kufuatiwa na kifo cha kutatanisha cha dereva wake katika mji huo. JWTZ upande wake imewahakikishia Watanzania kuwa itaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kulinda mipaka ya taifa, kulinda katiba na kudumisha mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku pia ikishirikiana na wananchi katika kuimarisha amani, umoja na maendeleo ya taifa. Hayo ni matamko ya kawaida ya kitaasisi. Hata hivyo, yanaonekana tofauti katika nchi ambayo taasisi hizo zilihusika katika operesheni ya ukandamizaji chini ya mwaka mmoja uliopita, ambapo tume ya serikali yenyewe ilithibitisha vifo vya watu zaidi ya 500. Kuna jambo moja katika taarifa hii ya JWTZ ambalo halijapewa uzito unaostahili na vituo vingine vya habari, nalo ni hili: JWTZ haikutoa onyo hili kupitia mwanasiasa yoyote, wala halikutoka kwa Waziri Katambi, wala halikutoka kwa msemaji wa polisi. Lilitoka moja kwa moja directly kutoka makao makuu ya jeshi likiwa na saini ya Luteni Kanali na kuelekezwa kwa umma. Katika mfumo wa mamlaka ya dola nchini Tanzania, huo ni uamuzi wa makusudi. Serikali inapotaka kuonyesha kuwa hali ni mbaya kiasi cha kuhitaji kuhusisha vyombo vya ulinzi kama JWTZ, haitumii waziri bali inaamua kutumia sauti ya jeshi lenyewe la nchi. Jina la Luteni Kanali Sylvester Mangure lililopo mwishoni mwa taarifa hii si utaratibu wa kawaida tu wa kiutawala, ni ishara inayoonyesha uzito ambao serikali inaupa mpango wa maandamano au vurugu zozote ambazo huenda zikatokea baadaye. Pia ni muhimu kuangalia yale ambayo JWTZ haikuyasema. Taarifa hiyo haikugusia sababu zinazowafanya watu kufikiria kuingia mitaani au hata mwanzo kuandamana. Haikutaja marufuku ya mikutano ya hadhara ya kisiasa. Haikuzungumzia suala la kuzuiliwa kwa Tundu Lissu gerezani na kesi yake kuahirishwa mara kwa mara. Haikugusia kifo cha dereva wa John Heche mjini Kigoma, madai ya ufuatiliaji wa siri yaliyotolewa hadharani na Heche, wala shinikizo linaloongezeka kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu ikiwemo LHRC yanayoitaka serikali kubadili msimamo wake kuhusu jinsi inavyowachukulia wapinzani. Mtazamaji, swali ambalo litapata majibu tarehe 7 Julai, iwapo kuna watu watakaoingia mitaani na kuzua vurugu, na wakifanya hivyo nini kitafuata, ni jambo ambalo vyombo vya usalama na jeshi la JWTZ nchini Tanzania vinaonekana wazi kujiandaa kulikabili. Polisi tayari wamepiga marufuku mikutano ya hadhara. Jeshi nalo limetoa onyo lake leo. Mazingira yameiva kwa ajili ya mzozo ambao hakuna aliye madarakani anayeonekana kujaribu kuuzuia kwa njia ya mazungumzo au maridhiano, na ambao hakuna upande wa upinzani unaonekana kuwa tayari kurudi nyuma kwa kunyamaza kimya. Tutaendelea kufuatilia kila hatua Mtazamaji, tutaendelea kufuatilia kila hatua kadiri tarehe 7 mwezi wa 7 mwezi huu inavyokaribia, na pindi tu kutakapokuwa na taarifa nyingine yoyote kutoka JWTZ, jeshi la polisi, upinzani au upande mwingine wowote kuhusiana na maandamano au vurugu zozote zilizopangwa na watu ambao wanajiita waandaaji wa maandamano hayo, tutakuletea taarifa hiyo mara moja. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia. Ningependa kusikia msimamo au mtazamo wako kuhusiana na taarifa hizi za JWTZ. Vile like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele.